Naam, habari za usiku. Karibu sana kwenye Mshike. Jina langu ni Kennedy Moses. Serikali kupitia kwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba imesema inaendelea kuweka mikakati mbalimbali ili kuhakikisha inatumia vyema michuano ya Kombe la Afrika yani AFCON 2027 itakayofanyika nchini ili kukuza utalii. Nchemba amesema hayo bungeni jijini Dodoma hii leo wakati wa kipindi cha maswali na majibu. Tanzania ni miongoni mwa wenyeji wenza wa michuano ya AFCON 2027 ikiwa sambamba na Kenya na Uganda. Tanzania kwa pamoja na nchi majirani ya Kenya na Uganda wataandaa kwa pamoja mashindano ya AFCON yanayotarajiwa kufanyika mwaka kesho. Mheshimiwa Spika, serikali chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan na serikali ya Mapinduzi Zanzibar chini ya Daktari Hussein Mwinyi wamefanya hatua kubwa ya kuandaa miundombinu ili kuweza kuhakikisha kwamba mashindano haya yanafanyika kwa ufanisi. Hata hivyo, kwa upande huu ambako Mheshimiwa mbunge ameuliza kuhusu ni namna gani tutaongeza watalii ili kuweza kunufaika na uwenyeji huo wa mashindano hayo, jambo hilo halijabaki nyuma katika mikakati. Mheshimiwa Spika, baadhi ya mikakati ambayo inaendelea hadi sasa ni kuwa na kamati ambayo inaandaa utaratibu mzima ndani ya serikali wa namna ambavyo sekta zitajipanga kuweza kuhakikisha kwamba tunanufaika na mashindano hayo. Mheshimiwa Spika, timu za wataalamu za kisekta na timu ya wataalamu ya ndani ya serikali wanaendelea kubainisha kukamilisha mkakati wa kuweza kunufaika na mashindano haya ambayo yatafanyika hapa nchini. Moja ya mikakati ambayo tunaifanya, Mheshimiwa Spika, kwenye kila viwanja vitakavyotumika kwa mashindano, tumeandaa mazingira ya kuweka matoleo ya kibiashara, uwezeshaji wa kibiashara ili vijana wetu wajasiriamali, wafanyabiashara waweze kunufaika na wale wageni ambao watakuwa wanashiriki katika mashindano hayo. Wakati hayo akiendelea, kikosi cha Simba Sports Club ambacho jana kimetoa ubingwa wa Kombe la Muungano baada ya kuifunga Young Africans goli 1-0 kimewasili jijini Dar es Salaam leo asubuhi kikitokea Zanzibar katika mchezo uliochezwa usiku wa kuamkia leo kwenye uwanja wa Amani visiwani humo. Goli pekee la Simba Sports Club limefungwa kwa njia ya penalti na Suleiman Mwalimu dakika ya 124. Meneja wa habari na mawasiliano wa klabu hiyo Ahmed Ali ameongoza sehemu ya msafara wa timu yake uliowasili kwa boti jijini Dar es Salaam na hapa anaelezea furaha yao. Kwanza kwa kufanikiwa kuchukua ubingwa huu haikuwa kazi rahisi, lakini kutokana na ubora wa wachezaji wetu tumefanikiwa kuchukua kombe hili. Kombe hili lina maana kubwa sana kwetu. Kwanza tumepata kombe, lakini pili tumefanikiwa kumfunga mtani wetu. Lakini kama haitoshi, imeonesha sisi tuna timu bora kiasi gani. Mara zote tulikuwa tukisema tuna timu bora, tuna wachezaji wazuri, watu bado walikuwa hawaamini. Walitaka kutupa kipimo kizuri ili tuthibitishe kuwa tuna ubora huu, na ubora wetu wameuona kwenye mechi ya jana na tumefanikiwa kupata ushindi. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tunawapongeza wachezaji wetu. Kimsingi ni kwamba tumefanikiwa kutoka kwenye minyororo ya muda mrefu ya kufungwa mara nyingi mfululizo na mpinzani mmoja. Tumefanikiwa kushinda, maana yake ni kwamba sasa tumerejesha matumaini yetu, tumerejesha ujasiri wetu na tumerejesha rasmi ukubwa wetu. Ahmed Ali, meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba. Kwa upande wao, baadhi ya mashabiki wa klabu hiyo waliofika katika bandari ya Dar es Salaam kuipokea timu yao iliyotoa ubingwa wa Kombe la Muungano huko visiwani Zanzibar wametamba kufurahia ubingwa huo, wakisema kuwa kuanzia huo ni mwendo tu wa kutoa mataji ya kikosi chao msimu huu. Ubingwa sisi tumeupokea na Simba kwa furaha kubwa. Tumepokea ubingwa kwa furaha, kwa sasa tumeenda kufunga mtani. Anaosema kombe dogo ni kwa sababu wamekosa. Sio sawa sawa na Sungula, nimezikosa mbichi hizi kwa sababu kazikosa. Angezipata zingekuwa mbivu. Kwa hiyo ninachokiamini, ubingwa wa Muungano tumeuchukua na ni ubingwa mkubwa kwenye taifa letu. Naomba niseme kwamba ile Simba ambayo tulikuwa tunaitamani kwa miaka mingi sasa imerudi.
na kwa mtu wa mpira tunaposema Simba imerudi anaelewa kwamba Simba imerudi. Yaani kama ni kujipata, sisi tumejipata kweli. Sawa? Kama walifikiri ile mechi ya kwanza tulikuwa tunawatania, lile goli ambao walitia mfukoni wakaondoka nalo kwa minajili ya kutukatalia, wakatae pia na la jana. Mimi nimepokea ubingwa huu kwa mashasha makubwa sana, kwa sababu kwanza toka ubingwa tumechukua Kigoma, leo ndio tunachukua ubingwa mkubwa ambao kama ule wa Kigoma. Sisi Simba kwa safari hii mwaka huu, Simba ni timu bora, timu nzuri, timu imekamilika, timu ina watu. Kwa upande wao wachezaji wa Simba Sports Club, Mohamed Majaber, Vedastus Masinde ni mara yao ya kwanza kupata ama kutoa ubingwa tangu wajiunge na klabu ya Simba. Hapa wanaelezea furaha walionayo. Derby match, nashukuru Mungu. It's a privilege to play for Simba against Yanga, so mimi naweza sema tunashukuru Mungu na inshallah khair for the game on Sunday. Cha kwanza tumshukuru kwanza Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kuiona siku ya leo. Pili, kwa upande wangu, kwangu mimi ndo mara yangu ya kwanza kushiriki mashindano haya ya Muungano, na ni furaha kubwa kushiriki mara yangu ya kwanza na kuwa mabingwa. Kwa ni jambo kubwa, najivunia kuwa Simba. Ni moja ya bahati nimeipata kuwa Simba na kufanikiwa kuwa mabingwa wa kombe la Muungano. Shangwe hilo la ubingwa hii leo lilianzia ndani ya boti ya Kilimanjaro 8 wakati baadhi ya viongozi na mashabiki wakirejea Dar es Salaam kutokea Unguja visiwani Zanzibar. Licha ya hali ya hewa ya mvua na upepo uliokuwepo, mashabiki hawa hawakuchoka, kwani waliimba mwanzo mwisho kufurahia kutoa taji la kombe la Muungano baada ya kumfunga mtani wao wa jadi Young Africans goli 1-0 kwenye uwanja wa Amani Complex hapo jana. Haya bana, usije ukajua ni basi au ni nini. Humu ni ndani ya boti ya Kilimanjaro 8 na mashabiki wa Simba waliingia humo washindwa kuizuia furaha yao. Leo niungane na Philip Nkeni, mchambuzi wa masuala ya soka, kuweza kuzungumza naye mawili matatu kuhusiana na hili. Kini, karibu. Asante kaka. Hatimaye Simba wamerejea, wamewasili kwenye bandari pale wakiwa na nyota wachache kwenye kikosi chao, wakiwa pia na taji la Muungano. Hii ni dalili nzuri kwenda kwenye matokeo chanya dhidi ya mtani wao ambaye pia watamenyana naye siku chache zijazo, ama ni kwa namna gani inawapa nguvu ama booster kuelekea tarehe 3? Kwao ni heshima kubwa, kwa sababu ni muda mrefu walikuwa hawajawahi kupata kitu kama hichi, kwa sababu ukikumbuka kuanzia Yanga walipopoteza dhidi ya Tabora kwenye ligi Novemba 2024, walikuwa hawajapoteza tena hapa katikati. Walikuwa wamecheza siku 538 bila kupoteza. Cheza michezo 64 ukiacha mchezo wa jana, wakiwa wameshinda 58, wametoka sare michezo 4. Kwa hiyo jana ndo walikuwa wamepoteza kwa mara ya kwanza. Umeelewa? Kwa hiyo rekodi ile inawabeba sasa kuwaonyesha Simba ya kwamba wamevunja mwiko ambao ulikuwa umedumu kwa muda mrefu, kwa sababu utawala wa soka wa Tanzania ulikuwa umetawaliwa na Yanga kwa kipindi chote. Kuanzia hapa kunawapa picha ya kwamba wana uwezo wa kufanya vizuri zaidi kwenye mechi inayofuata huko mbele. Kwa hiyo ni kitu kizuri kwao, na nafikiri ni taji ambalo walikuwa wanalihitaji kwa muda mrefu, kwa sababu sasa linawafanya wanakuwa sawa na Yanga, kila mmoja amechukua ubingwa mara 7. Najaribu kuangalia hichi ambacho wamekifanya. Wao umekuwa unazishuhudia hizi mechi tangu muda mrefu sana. Tumeona nyota wachache tu wa Simba ndio ambao wamekuja na boti. Nafikiri walirudi tofauti. Simba walirudisha wachezaji wao wengine kwenye usafiri mwingine tofauti na boti. Kwa hiyo wachezaji wao walirudi kwa mafungu, na ndio maana hata Yanga wenyewe wamebaki kule, hawakutaka kuja hapa mpaka siku ya mchezo ambao watarudi hapa. Ni kawaida ya dabi ya Simba na Yanga. Huwa hawawezi kupita njia moja, hawawezi kuondoka pamoja.
Tena kama ingekuwa hapa na wanaona na muda mwingine angeza akaondoka akaenda Zanzibar, hata kama ile mechi moja ingekuwa inachezeka hapa. Kwa hiyo hawaaminiani. Ni utamaduni ambao wameuweka siku zote. Na huko Zanzibar wenyewe wanakuambia kuna mmoja anaweza akaenda Pemba, mwingine akaenda Unguja. Sio wote wanaweza wakaenda sehemu moja. Kwa hiyo ni kawaida, na hiyo inazidi kuchagisha ule ukubwa wenyewe wa hiyo mechi yenyewe ya dabi jinsi ulivyo. Tuanze kutazama kile ambacho kimeonekana kwenye mchezo wa jana. Pasina shaka kinaweza kuwa dalili nzuri ya mechi inayofuata kuwa bora zaidi. Nini wewe uling'amua hasa kwenye mchezo wa jana kuelekea mechi inayofuata, hasa kwa ubora wa timu zote mbili? Kwanza kikubwa kilionyesha kwamba timu zote zilikuwa zimejiandaa vizuri kwa ajili ya ule mchezo. Yanga walionyesha ubora wao, lakini Simba nao wakaonyesha ubora wao, kwa sababu Simba walikuwa bora kwenye kipindi fulani, Yanga nao walikuwa bora kwenye kipindi fulani. Na ukubali ya kwamba kuna wakati mechi ilikuwa inaboa, yani mtu hii mbona kabla sio mechi ya dabi? Kwa nini? Kwa sababu mechi ilikuwa inachezwa sana kwenye benchi la ufundi. Yani pale kwa makocha ndo walikuwa wanaamua mechi tucheze vipi kwa wakati huu. Ile ndo ilisababisha ile mechi kuna wakati ilikuwa inachangamka, kuna wakati uko unaona kama vile wanacheza kawaida sana kama mechi zingine za ligi. Lakini kikubwa ni ile quality ya wachezaji ambao ilikuwa kwenye timu zote. Kuna wakati zilikuwa zinachezwa hizo mechi unaona kama vile kuna upande mmoja umeegemea sana upande mwingine. Lakini kwa jana ulipokuwa unaona kila mmoja alikuwa na ubora uwanjani. Mpaka tunafika zile dakika zinaongezwa dakika 30, hakuna mtu alikuwa na uhakika nani anaenda kushinda kwenye ule mchezo. Kwa hiyo ubora wa wote wawili uliwasaidia kufikia hapo walipofika. Haya, hii ni orodha ya mabingwa wa muda wote kombe la Muungano. Kama ambavyo unaona, Yanga ndiye bingwa mara nyingi akiwa na Simba pale wametai, wote ni mabingwa mara 7. Kumbe kabla ya leo kuna mmoja alikuwa anamtamia mwenzake. Haya, lakini pia kuna Majimaji ameshinda mara 3, kuna Malindi mara 2, KMKM mara 1 na Pan African na wengine wote wanaosalia kwa maana ya Pamba pamoja na Tanzania Prisons. Lakini ukiacha hilo, hii ni orodha ya mabingwa wa kombe la Muungano tangu kuanzishwa. Utaona hapo mara ya kwanza kabisa ni mwaka 1982, lakini baada ya hapo alifuata KMKM, ngoma ilisalia visiwani Zanzibar, akafuata Majimaji na naona Majimaji alipiga mara 3, sio? Alipiga mara 3 mfululizo. Alianza 85, 86, akaenda 98. Akatulia kidogo akaenda 98. Alafu akafuata African Sports Tanga huyu. Akaja Malindi. Alafu baada ya hapo akaja Tanzania Prisons, lakini baada ya hapo akaja Yanga pale katikati. Akaja Yanga na utawala wa muda mrefu. Lakini sasa ile takwimu inaonyesha nini? Inaonyesha kwamba utawala wa Simba na Yanga kwenye hao mashindano umekuja mwishoni sana. Ulikuwa kuna utawala wa wengine huku juu ambao walitawala sana kwenye hao mashindano, alafu wenyewe ndo wakaja huku chini. Haya, tutazame sasa mabingwa finali 3 zilizopita, matokeo yake yalikuwaje? Mwaka 2024 Simba ndo alikuwa bingwa na alishinda goli 1 bila dhidi ya Azam FC. 2025 Young Africans alikipiga dhidi ya JKU, tunakumbuka. Yanga ndo maana ameingia sasa hivi akiwa kama bingwa mtetezi. Na 2026 ambayo imemalizika jana kwa dabi ya Kariakoo, Simba ndiye bingwa baada ya kupata ushindi wa goli 1 kwa bila. Kuna story hapo kwenye hao mabingwa wa 3 mfululizo. Kati ya hizo zote mbili ambazo Simba alichukua ubingwa na Yanga akachukua ubingwa, hizi za kwanza ukiacha msimu huu, yule ambaye alichukua ubingwa ndo alishiriki, huu mwingine hakushiriki. Yanga 2024 hakushiriki, Simba 2025 hakushiriki. Kwa hiyo hii hapa ndo wamekuja kukutana wote. Hii ndio ya kwanza ambayo wameshiriki na wamekutana wao kwa wao. Kuanzia mashindano yamerudi upya. Kwa hiyo unaona kwamba kuna kitu kipo hapo, na hii inaonyesha kwamba msimu ujao hakuna ambao atakubali tena kutokushiriki. Kila mmoja atatamani kushiriki ili kuongoza utawala wake. Pazito kweli kweli. Haya bana, timu pekee ambayo imeshinda mara 3 mfululizo ni Simba kwenye michuano hiyo. Wengine walikuwa wanashinda miaka 2, anapotea mmoja, anapotea anarudi. Hivyo bana, nikukumbushe tu kwamba huu ni mshike, endelea kuwa nasi, usiondoke. Na asante kwa kuendelea kuwa nasi. Karibu sana, tuendelee kuangazia yale ambayo tunayo mezani hii leo. Jina langu ni Kennedy Moses, niko na Philip Nkini, mchambuzi wa masuala ya soka, tukizungumza naye yale ambayo yamejiri kwenye uga wa michezo na burudani. Muda huu sasa tuangalie maoni yako uliyotuandikia kupitia kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii, hasa Facebook pamoja na Instagram. Tunapatikana kwa jina la Azam TV TZ na Azam TV Sports. Swali kwa linahoji, baada ya dabi ya Kariakoo jana, Simba Sports Club kumfunga Yanga, upi utabiri wako kwa mchezo wa ligi kuu ya NBC Mei 3? Swali limuuliza hivyo, tuangalie kile ambacho umejibu kupitia kurasa zetu. Tukianza na Facebook, anaitwa Jemedali Mwarabu, anasema Watandahima Mtwara, mchezo ujao wa dabi utakuwa ni mgumu sana, maana Simba anataka ajikwamue na Yanga anataka kufuta machozi na kuongeza gepo la point. Hivyo timu zitakuwa na nidhamu sana, lakini Yanga itakuwa bingwa kwenye hiyo mechi, maana
anataka kutetea nafasi yake ya kule kileleni. Sakaya Kilasi anasema, kwangu mimi nafikiri Mei 3 ni mchezo mwingine mpya kabisa na hautakuwa na uhusiano wowote na mchezo uliopita. Hivyo kila mmoja anapaswa kujiandaa kana kwamba ni mchezo mpya kukutana msimu huu, na hapo kila mmoja atakuwa amejiandaa kisaikolojia kwa lolote litakalotokea. Lakini Chata Black Tanzania anasema, kwangu mimi kila mmoja ana uwezo wa kushinda mechi ijayo kwa sababu sote tunajua dabi haina mwenyewe, haitabiriki. Hata kama jana Simba walipata matokeo mazuri, atakayefanya homework yake vizuri basi anaweza kupata matokeo mazuri siku hiyo. Tuangalie sasa Instagram. Anaitwa Elia Martin anasema, natambua uwezo wa timu zote mbili na maandalizi yao kwa pamoja, wote wanahitaji matokeo mazuri, hasa Yanga ambaye tayari ameshapoteza kwenye fainali ya Muungano, lakini pia Simba anahitaji matokeo kupunguza pointi ambazo mtani wake kamwacha. Jambo muhimu ni maamuzi mazuri kwa waamuzi. Lakini Mama Theri anasema, namna ilivyochezwa mechi ya jana ni ngumu kusema kuna timu itashinda. Hizi timu zitatoka draw. Hata jana ni sekunde na kosa moja lililobadili matokeo. Otherwise Jumapili ni sare. Lakini Medenyo yamaliza kwa kusema kuwa nawaona Simba wakipata tena matokeo mazuri kwa sababu wanaenda na confidence na wakitaka kuwafurahisha mashabiki wao kutokana na upendo waliowaonyesha hapo jana. Umengamua nini? Nafikiri mechi ya jana imebadilisha mtazamo wa watu wengi kwa sababu kati ya watu wote hao ni mtu mmoja tu ameenda na matokeo akiamini kwamba Simba wanaweza kushinda. Lakini kila mmoja anaamini sare, mwingine anaamini kwamba mechi itakuwa ngumu. Kwa hiyo nafikiri matokeo yale ya jana yameanza kuonesha watu ya kwamba kuna kitu kinaweza kutokea kwenye mechi inayofuata. Na yanaongeza pia ubora wa mechi hiyo. Tukio kubwa liloamua mchezo ni penalty. Wewe uliona nini? 100% ni penalty. Penalty. Haikuwa na mashaka yote. Haikuwa na mashaka yote. Na nafikiri hakuna upande hata mmoja ambao umelalamika. Nafikiri kuna funzo lingine liko pale. Ukijaribu kutazama wakati tunalizungumza tukio hili la penalty ambalo ndo hasa liliamua matokeo ya hapo jana. Kulikuwa na mjadala pia kuhusiana na mwamuzi. Nini maoni yako? Mwamuzi mimi nafikiri kwenye mtazamo ukimfananisha na waamuzi wengine ambao wamepita amefanya kazi yake vizuri. Nafikiri watu wengi wanamjaji kwenye mwanzo, kila mmoja anaamini kwamba kuna sehemu alitakiwa kutoa kadi na hakutoa. Nafikiri ile kutoa kadi kulileta ubora zaidi wa huu mchezo ulipokuja kufikia hapa. Lakini kikubwa ambacho ametuonesha ni kwamba kila tukio ambalo lilikuwa ni adhabu, mwamuzi alikuwa anaamuru kwamba ni adhabu. Yaani yeye alikuwa anaamuru ni adhabu bila kujali kwamba nitatoa kadi au sitatoa kadi. Ndio maana ukifika mpaka sasa hivi hakuna ambao atakwambia lile pale ule alichezewa faulu afu mwamuzi akupuliza filimbi. Kila tukio alikuwa anafika kwenye matukio yale na kuonesha kwamba ni adhabu. Nafikiri ni mwamuzi wa katikati na waamuzi wote wa pembeni walifanya kazi yao vizuri sana kwenye mchezo huu. Kama ni asilimia basi unaweza kuwapa 85%. Yes or no. Kwa hiyo kuna haja ya mechi za dabi kuendelea kutumia waamuzi kutoka nje. Mimi huwa sio muumini sana waamuzi kutoka nje. Nachokiamini ni kwamba waamuzi wetu wanatakiwa tu kujifunza, kuendelea kujifunza kila siku, alafu mwisho wa siku wana uwezo wa kuja kuwa bora kuliko hata hawa ambao wanatoka nje. Haya, shukrani sana Mkini. Umekwepa swali langu. Nisema yes or no. Bwana, tunaendelea kuangazia yale ambayo tunayo mezani hii leo. Na muda huu tuligeukie hili la Mzee Azim Dewji, miongoni mwa wadau wa muda mrefu wa klabu ya Simba ama mfadhili wa zamani wa klabu ya Simba Azim Dewji. Yeye pamoja na mjumbe wa baraza la washauri wa bodi ya Simba ama pamoja na kamati pia mbalimbali, Idi Kajuna, wao wameipongeza klabu yao kwa kupata ushindi katika mchezo wa fainali ya Muungano dhidi ya Young Africans. Wamejisifu pia kwa kutoa kombe kwa kumfunga mtani wao, huku wakitarajia mchezo wa dabi ya Kariakoo Jumapili dhidi ya mtani wao Yanga kuwa utakuwa mgumu. Kombe ina fahari, lakini sisi tumefurahi kumfunga Yanga, sio kuchukua kikombe. Hata kama kikombe sikapatikana, furaha ya kuwafunga Yanga maana imekuwa kama wametuzoea kwamba kila tukiingia basi wanatufunga. Focus yetu sio kushangilia ushindi. Focus yetu ni tarehe 3, na hakika naomba wana Simba wasibweteke, wasikae kushangilia ushindi, kwa pamoja tunaweza. Kwa kuelekea dabi Jumapili, unahisi mchezo utakuwa mgumu kiasi gani kwa sababu jana mmetoka kumfunga mtani na kubeba kombe uwanjani? Nikwambia ukweli, mechi itakuwa ngumu kwa sababu hakuna mwenye furaha ya kufungwa, lakini kila unapokosea unatafuta kujirekebisha. Kwa hiyo na sisi tunaendelea kuamini kuwa wenzetu nao wanapambana, kwa tutapambana. Hakika ninaamini mechi itakuwa nzuri sana. Kwa upande wake mwenyekiti wa chama cha soka mkoa wa Dar es Salaam Lamek Nyembaya amesema anataraji mchezo mkali na wenye ushindani katika dabi ya Kariakoo Mei 3 katika dimba la Meja Jenerali Samuhyo.
Dabi ya Jumapili itakuwa dabi nzuri kutokana na timu zote zilivyojiandaa, na niseme tu nichukue nafasi hii kuwakaribisha wapenzi wote wa mpira waje pale Mbweni JKT kuangalia mechi ambayo naamini kwa nzuri, kuangalia timu zote mbili zilivyojiandaa. Kwa hiyo sisi kama DRF tunatakia mchezo mwema hiyo siku ya Jumapili, na timu ambayo itajiandaa ndio itaondoka na ushindi siku ya Jumapili. Bali na kuzitakia heri timu hizi, unatazama mchezo huu utakuwa ni mchezo wa aina gani kwa kuzingatia matokeo ambayo yamepatikana hapo jana? Mechi itakuwa nzuri. Mechi itakuwa nzuri baada ya Simba kuchukua ubingwa na Yanga wamepoteza. Kwa naamini mechi inayofuata kila mtu anataka aonyeshe mwenzake labda kubahatika na mwenzake akupoteza kwa bahati mbaya. Kwa mechi ya Jumapili itakuwa mechi nzuri na tutasuia mechi nzuri kutoka kwa walimu wetu, mbinu mbalimbali kutoka walimu wetu kwa timu zote mbili. Naamini sisi kama wapenzi wa mpira tutapata burudani siku ya Jumapili kuangalia dabi ya Kariakoo. Naam, mchezo wa dabi ya Kariakoo unaozikutanisha Yanga dhidi ya Simba Sports Club unapochezwa, yapo mengi ambayo huwa yanajitokeza kabla na hata mara baada ya mchezo wenyewe kukamilika uwanjani. Hapo jana dabi ya Kariakoo ilipigwa katika dimba la Amani visiwani Zanzibar, ambapo tulishuhudia Simba Sports Club wakiibuka na ushindi wa goli 1-0 na hivyo kutoa ubingwa wa Kombe la Mapinduzi mwaka 2026. Baada ya fainali hiyo kumalizika, mwenzangu Akida Kilango alipata nafasi ya kuzungumza na mmoja wa mashabiki wa klabu ya Yanga ambaye alijikuta kibubujikwa na machozi baada ya timu yake kupoteza mchezo wa fainali. Sikutegemea kwa kitendo ambacho kile wanakikiwazia kwa siku ya leo. Sikutegemea kama kitu kingekuja kutokea, kwa sababu nilikuwa naamini 100% kwamba Simba leo kwa siku ya leo nilikuwa namfunga, lakini kutokana na matokeo haya sina sababu wala sina namna. Mimi namshukuru mwamuzi kwa sababu mwamuzi kajesha mchezo, kachezesha. Alipoona yeye kwamba ni muungwana, kwamba ni sawa, basi mwamuzi kaamua kufanya tendo ambalo kwake ni sawa. Ila ile penalty kustahili kuwa penalty. Mpinzani wenu aliwazili sehemu gani? Mpinzani wetu katuzidi baada ya kumtoa Pacome. Baada ya kumtoa Pacome, kifupi ndipo tulipokuja kuzidiwa, kwa sababu Pacome alikuwa anakabwa na watu 3 mpaka watu 4, kwa sababu kutokana na uwezo alionao Pacome. Baada ya kumtoa Pacome tu pale, Simba ndo basi wakaweza kupata nafasi ya kutawala mchezo na kumiliki mchezo mpaka kufikia hatua ya mwisho kupata penalti dakika ya 118. Naam, mambo ya soka hayo, shabiki anafunguka kweli. Lakini mbali na hilo, mabingwa mara 7 wa Kombe la Muungano Simba wamesema kwa sasa wapo katika mkakati ya kuhakikisha wanafanya vizuri dhidi ya Young Africans weekend hii. Simba itakuwa nyumbani katika mchezo wa Ligi Kuu NBC dhidi ya Young Africans Mei 3 mwaka huu kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuel Mbweni, Dar es Salaam. Mshukuru Mwenyezi Mungu kwanza kwa kufanikiwa kuchukua ubingwa huu. Haikuwa kazi rahisi, lakini kutokana na ubora wa wachezaji wetu tumefanikiwa kuchukua kombe hili. Kombe hili lina maana kubwa sana kwetu. Kwanza tumepata kombe, lakini pili tumefanikiwa kumfunga mtani wetu. Lakini kama haitoshi, imeonesha sisi tuna timu bora kiasi gani. Kushinda kwenye dabi kama hii, ambapo wiki hii tena mna dabi nyingine, uwanja wenu wa kujidai Meja Jenerali Samuel, inaongeza chachu kiasi gani? Unajua mechi ya Simba na Yanga haijawahi kuwa nyepesi, japo wenzetu walikuwa wanasema kama mechi hizi nyepesi sana kulingana, lakini jana tumeonyesha kwamba mechi hizi nyepesi. Sisi tunachokushukuru kwamba jana tumemaliza na jana ameshakwisha. Tunaingia kambini kujiandaa kwa mchezo wa Jumapili, haijaisha mpaka aishe. Mashabiki zenu waliokuja kuwasapoti mnawaambiaje, lakini kuelekea Mei 3 nayo ujumbe gani mnawafikishia? Tunawapenda sana kwa sababu wamekuwa na sisi wakati wote. Haijalishi tumepoteza, haijalishi rahisi, lakini kutokana na ubora wa wachezaji wetu tumefanikiwa kuchukua kombe hili. Kombe hili lina maana kubwa sana kwetu. Kwanza tumepata kombe, lakini pili tumefanikiwa kumfunga mtani wetu. Lakini kama haitoshi, imeonesha sisi tuna timu bora kiasi gani. Kushinda kwenye dabi kama hii, ambapo wiki hii tena mna dabi nyingine, uwanja wenu wa kujidai Meja Jenerali Samuel, inaongeza chachu kiasi gani? Unajua mechi ya Simba na Yanga haijawahi kuwa nyepesi, japo wenzetu walikuwa wanasema kama mechi hizi nyepesi sana kulingana, lakini jana tumeonyesha kwamba mechi hizi nyepesi. Sisi tunachokushukuru kwamba jana tumemaliza na jana ameshakwisha. Tunaingia kambini kujiandaa kwa mchezo wa Jumapili, haijaisha mpaka aishe. Mashabiki zenu waliokuja kuwasapoti. Naam, niko radhi kwa kujirudia kwa taarifa hiyo. Baadhi ya mashabiki wa Simba kutoka Dar es Salaam wameitambia Young Africans wakisema kuwa kikosi chao kitawafunga katika mchezo wao wa Ligi Kuu NBC Mei 3 mwaka huu.
Mwandishi wetu Godfrey Mzee amezungumza na mashabiki hao. Baada ya klabu ya Simba kutoa ubingwa wao wa kombe la Muungano dhidi ya mpinzani wake mkubwa kwenye mashindano yote ya ndani wanaoshiriki kwa maana Young Africans, kituo kinachofuata sasa ni Meja Jenerali Isamuhyo, ambako tutaenda kushuhudia dakika nyingine 90 ambazo zitaamua nani atakayeibuka na ushindi. Sisi tumezungumza na mashabiki wa Simba kuona matarajio yao yako vipi, hususani kuelekea mchezo huo. Kusema ukweli, furaha ya leo haiishi leo. Huu ni mwanzo tu wa furaha yetu. Yaani hii inaenda kujibu tarehe 3. Matokeo waga yanaambukiza. Kama ilivyokuwa yanaambukiza Yanga miaka 6, mara 6 mfululizo. Kwa hiyo matokeo waga yanaambukiza. Kama matokeo yanaambukiza, na sisi Meja Isamuhyo tunaenda kushinda. Tunakueleza hivi, mechi inokuja ya tarehe 3 Yanga atoki. Kichapo kiko pale pale. Na sisi dhamira yetu mwaka huu tunachukua kombe. Tarehe 3 tunashinda. Tumeanzia Zanzibar, tunamalizia Meja Isamuhyo. Yaani hiyo historia haitovunjika. Hayo ndiyo yaliyokuwa maoni ya wanasimba. Wanadai ngoma iliyochezwa Aman Complex ndiyo ngoma itakayo kwenda kuchezwa Meja Jenerali Isamuhyo tarehe 3. Nikukumbushe tu jambo moja, hakikisha unalipia kingamuzi chako cha Azam TV mapema kuepuka usumbufu, ili tukazishuhudie wote kwa pamoja dakika 90 zitakazopigwa katika dimba la Meja Jenerali Isamuhyo. Mimi ni Godfrey Mzee, Azam Sports. Nao baadhi ya mashabiki wa Young Africans kutoka Dar es Salaam wamejinasibu kuondoka na alama 3 mbele ya watani wao wa jadi Simba Sports katika mchezo dhidi yao wa Ligi Kuu NBC weekend hii kwenye uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo, Dar es Salaam. Vunjike moyo, tuiombee Yanga, Wakristo, Waislamu, mwenye dini tuombee Yanga ili tuchukue ile kombe. Tunachotaka sisi ni ile kombe. Hiyo yako Zanzibar ni kombe la ambalo tutajelekea muhimu sana. Kwa sababu sisi wachezaji wetu tunawaamini na vile vile na uhakika tutachukua ubingwa. Tunachotaka sisi twende hapo. Wanaposema hapo ni sehemu yao. Pale pale ndio tutawatia aibu. Tumejiandaa vibaya sana na kuhusu hii dabi. Tena vibaya mno. Tena katika jana dabi, yani jitahidi Mwenyezi Mungu akujalie uione dabi. Hawa nataka tupige kichwani, wanapumua. Kwa hiyo nyundo tunawaandalia tarehe 3 pale Meja Isamuhyo. Tunapiga kichwani. Tunagonga kichwa, tuendelea kuwaua. Sisi ni wajanja kuliko wao. Sisi ni wakubwa kuliko wao. Yule sisi asila zetu tutakuja kumalizia tarehe ngapi? Tarehe 3. Kwa hiyo sisi alama 3 muhimu, kombe Jangwani. Hakuna kukata tamaa, daima mbele, nyuma mwiko. Umemwona mnyama kufa ndio asili yake. Kwa hiyo hatuna shida na hilo. Nasema tunawasubiri tarehe 3 na hatujasikitika. Viongozi tunawaambia wakae imara, wajipange mikakati waiweke vizuri bila matatizo. Sisi ndio wanachama ndio tunatoaga malalamiko, lakini tunawaambia sisi tuko vizuri. Kikosi cha timu ya soka ya Singida Black Stars leo asubuhi kimefanya mazoezi ya mwisho kwenye uwanja wa KMC Complex Dar es Salaam kabla ya kuanza safari ya kuelekea Tanga kucheza mchezo dhidi ya Coastal Union wanako ligi kuu ya NBC ambao utapigwa Mei 2 mwaka huu. Kaimu kocha wa Singida Black Stars Muibu Kano amesema kikosi chake kipo imara kuhakikisha wanaondoka na ushindi mnono kwenye mchezo huo. Kutoka kwenye Ligi ya Muungano tulikuja kuweka kempu hapa ya siku 6-7 hivi, na tunaamini kabisa tumepata muda mzuri wa kuweza kurekebisha makosa ambayo yamejitokeza kwenye Ligi ya Muungano. Kwa hiyo tumekuwa na utulivu mkubwa, tumefanya mazoezi mazuri. Kwa hiyo leo tumehitimisha rasmi kambi yetu ya Dar es Salaam. Timu itaanza kutoka hapa taratibu kuelekea Tanga. Ifika leo tuta rest na kesho tutafanya recovery kidogo, and then tutakwenda kwenye mechi yetu ya kesho kutwa dhidi ya wenzetu Coastal Union. Coastal ni moja kati ya vilabu vigumu kufungika. Tunakwenda Tanga kwa tahadhari kubwa, tukiwaheshimu, tukiamini kabisa ni moja ya timu ambayo ina benchi la ufundi zuri, lakini ina wachezaji wengi wazuri ambao wanaweza kukimbia kwenye half space. Tunachotakiwa ni kwamba quality players tuliokuwa nao, tuna wachezaji wengi ambao wanaweza wakaamua mechi haraka inavyowezekana. Kwa hiyo mimi kwa ushirikiano na wenzangu wa benchi la ufundi naamini kabisa kwamba tutakwenda Tanga na tunataka kupata matokeo, pamoja ya kwamba tunajua na tunaelewa ugumu wa hiyo mechi uko sehemu gani, lakini naamini tutaenda kupambana. Ndivyo ambavyo tunakamilisha nusu saa ya kwanza ya mshike hii leo. Bado tuna nusu saa nyingine ya pili, na miongoni mwa yale ambayo tutakuja kujuza kwenye nusu saa inayofuata ni pamoja na haya. Ligi Kuu NBC imeendelea hii leo, Fountain Gate ikipoteza nyumbani dhidi ya Pamba Jiji. Mbeya City na Mashujaa FC hakuna mbabe.
Na kocha Tom Saintfiet ameachia ngazi kuinua timu ya taifa ya Mali baada ya kuiongoza katika michezo 20. Endelea kutazama Mshike Mshike, endelea kuwa nasi, usiondoke. Asante kwa kuendelea kwa nasi. Huu ni Mshike Mshike. Jina langu ni Kennedy Moses. Ligi kuu ya NBC imeendelea leo kwa michezo mitatu kuchezwa, ambapo katika mchezo wa kwanza jijini Arusha kwenye uwanja wa Sheikh Amri Abeid Fountain Gate, wao wamepoteza kwa magoli 2-1 dhidi ya Pamba Jiji. Katika mchezo huo mabao ya Pamba Jiji yamefungwa na Yonta Kamara dakika ya 17 na John na Kibinge dakika ya 45, huku bao la Fountain Gate likifungwa na Chukononyo Basi dakika ya 34. Pamba Jiji, timu kutoka Mwanza, sasa imefikisha alama 29 katika nafasi ya 7, huku Fountain Gate ikiwa nafasi ya 13 na alama 19. Baada ya mchezo huo, mwenzangu Ramadhani Mvungi amefanya mahojiano na makocha wa timu zote mbili. Wachezaji wetu wamefanya makosa, tutaenda kuyarudia tena. Unajua, naomba kama coach, naomba usichoke, kila wakati jaribu kuyarudia, kusahihisha makosa mpaka timu inakuwa sawa. Naamini bado na imani kubwa, na naamini baada ya inshallah timu yetu itaweza playoff. Kiukweli natuumiza sana kwa sababu hatuko nafasi nzuri, sio sisi wachezaji, hata viongozi pia, hata mashabiki pia ambao wanao kuja kusupport timu kwa hali hii sio nzuri kiukweli, na ndio maana kila siku tuko tunaongea na wachezaji wenzetu hapa ili kupambana tuone namna ya kutoka na nafasi ambapo tulipo. Sio nafasi nzuri kiukweli, na nawaza tutakwenda kuyafanyia kazi ili tupambane hata kwenye mechi ambayo inayofuata. Imekuwa mechi nzuri, mechi ya upambanaji. Na nilisema hapo awali kuwa ni timu ambapo mahali walipo kwa Juadali ni namba tu ile, lakini ni timu nzuri na wametupa mziki, tumeona. So vijana wangu naweza sema kuwa nawapongeza. Tulikuja na tokeo moja tu kwamba tumeshapoteza mechi kama 2 za ligi, kwa hiyo kivyo vyote sisi leo tulikuja tumewasha taa zote kwamba lazima tupate matokeo. Katika mchezo mwingine wa ligi kuu NBC leo, Mbeya City FC imetoka suluhu na Mashujaa FC kwenye uwanja wa Kumbukumbu ya Sokoine jijini Mbeya. Katika mchezo huo kila timu ilijitahidi kupata bao, lakini safu za ulinzi kwa timu hizo ziliondosha hatari zote zilizokuwa zikielekezwa kwao. Matokeo haya yanaiweka Mbeya City katika nafasi ya 14 ikiwa na alama 18, huku Mashujaa FC ikiwa nafasi ya 11 na alama 22. Baada ya mchezo huo, mwenzetu Kakuru Msimu ametuandalia taarifa ifuatayo. Ni sare tasa ambayo kimsingi haijaleta matumaini ya furaha kama ilivyotarajiwa dhidi ya uongozi wa Mbeya City, achilia mbali kocha mkuu Salum Mayanga na nahodha wake Eliudi Ambokile. Haya yote yanatokea tu mara baada ya kupata sare ya kutokufungana katika dimba hili la Kumbukumbu ya Sokoine. Ukweli sihitaji kuzungusha Kiswahili, ili tuwe salama tunahitajika tushinde mechi nyingi zinazokuja. Kwa hiyo kuna kazi ngumu kama nilivyosema wiki iliyopita ya kufanya ili tuweze kupata ushindi na kuwa salama kwenye msimamo wa ligi. Tumeanza hivi lakini tulikuwa tuko chini sana, lakini umeona kama hivyo tumeanza tumepata pointi moja, so ingawa ni nyumbani lakini sio nzuri, lakini inabidi kicho tulicho nacho lazima ushukuru Mwenyezi Mungu. Kwa upande wa Mashujaa FC, kocha mkuu Jamhuri Kiwelu yanasema kwamba matokeo haya sio rafiki sana, lakini ni mwanzo mwingine wa kwenda kuyafanyia kazi mapungufu yote yaliyojitokeza, akiungwa mkono na mchezaji Crispin Ngushi. Draw kwanza ukiipata away kwa mechi kama hii. Mambo mengine sasa hivi tunakuwa tunafungwa, hatutakiwi kusema, tunakaa kimya, lakini kuna vitu ambavyo vinasababisha hizo sare ambazo hatuwezi kuziweka bayana. So far tumetoka kwetu kutafuta pointi 3 muhimu, tumepata pointi 1 away, sisi tunasema salama. As long tumepata sare, hatukufungwa, maana yake timu yetu sisi nzuri, ingekuwa mbovu tungefungwa. Lengo letu lilikuwa ni kupata matokeo ya pointi 3, lakini Mungu ametupatia pointi 1, tunamshukuru. Tunaendelea kumaintain, tunaendelea kupambana kwa ajili ya mchezo ujao dhidi ya TRA. Naamini Mungu atatujalia tutapata pointi 3. Ni matokeo yasiyo rafiki sana kwa Mbeya City mara baada tu ya kuambulia sare ya bila kufungana, lakini pamoja na yote hayo bado wanao mchezo wa dabi ya Mbeya dhidi ya mahasimu wao Tanzania Prisons, mchezo utakaochezwa Mei 4 katika dimba hili la Kumbukumbu ya Sokoine. Je, ni nani atakayeondoka na alama 3 kati ya wenyeji Mbeya City halikadhalika Tanzania Prisons, zote zikiwa ni timu za kutoka hapa mkoani Mbeya? Mimi na wewe kwa sasa tuna majibu. Kakuru Msimu, Azam Sports, Mbeya. Katika hatua nyingine, maafisa habari wa Mbeya City Gwamaka Mwankota na Steven Dorobo wa Mashujaa FC wamepongezana baada ya timu zao kutoka suluhu leo.
Kwa sababu hatujapoteza mchezo. Tumekuwa na sare nyingi za mfululizo. Leo unaweza kuona Mbeya City kuna namna wamekuja wakakaza. Mpango wetu ulikuwa ni kuondoka na alama 3 muhimu. Lakini kwa bahati mbaya sana kuna namna umeona tumetengeneza nafasi nyingi ambazo tungeweza tukapata matokeo, lakini mambo yamekwenda tofauti na vile ambavyo tumefikiria. Kwa hiyo haya pia ni matokeo tunayapokea. Unajua wanasema kupata hakuna kudogo. Alama moja kwetu ni kubwa kwa sababu inakwenda kutuongeza, tunaendelea kubaki pale pale kwenye nafasi ya 11. Si unanielewa vizuri? Kwa maana yake alama moja dhidi ya Mbeya City ambayo timu haijawahi kutufunga tangu inapanda daraja au tangu sisi tunapanda daraja, na haitawahi kutufunga sisi Mbeya City. Iwe uwanja wa Lake Tanganyika Kigoma, iwe hapa, iwe kokote ambako atakwenda. Kwa sababu sisi tayari tumeshajua Mbeya City kwa namna gani tunaweza kudili nao. Lakini yote kwa yote ni wapongeze, walikuwa na mchezo mzuri sana. Kuna namna walikamia, lakini sisi tulibaki kwenye mpango wetu. Mwalimu Julio amefanya kile ambacho anaweza kufanya, ndio maana unaona mpaka hata man of the match tumeweza kuondoka naye kwa sababu tulikuwa tuna game nzuri. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa hii point moja tuliyopata kwa sababu ni matokeo ya football. Lakini pia kwa upande mwingine tuna masikitiko kuzipoteza pointi mbili. Hizi moja amechukua Ndorobo, nyingine amechukua Boimanda. Hizi ilibidi ziwe kwetu. All in all tunasema tunamshukuru Mwenyezi Mungu, pointi moja tumeipata, na nawapongeza Mashujaa, wamepambana, wamefanikiwa kudhibiti mpango yetu na sisi tukadhibiti yao, lakini mwisho wa siku ikawa suluhu, maana yake hatujafungana. All in all ni matokeo ya mpira wa miguu, tunaangazia mchezo ambao unafuata. Jahazi la timu ya soka ya Manispaa ya Kinondoni ama KMC Football Club katika ligi kuu NBC linazidi kuzama baada ya leo kupoteza dhidi ya JKT Tanzania kwenye uwanja wa KMC Complex Mwenge, Dar es Salaam. Bao pekee la JKT Tanzania limefungwa na moja kati ya nyota ambaye amefunga kupitia mkwaju wa penalti dakika za mwanzo kabisa kwenye 45 za kipindi cha kwanza. Matokeo haya yanazidi kuiweka KMC FC mkiani mwa ligi kuu ikiwa ni alama 9 walizopata mpaka sasa kwenye michezo takribani 20 ambayo wamecheza. JKT Tanzania wenyewe wamefikisha alama 31 katika nafasi ya 4 kwenye msimamo ukiwa wanakipiga, na kwenye mwendelezo huu mpaka sasa tunapozungumza leo walikuwa nyumbani, japokuwa mchezo huo umepigwa KMC Complex ukiwa unamilikiwa na wapinzani wao, na hii ni kutokana na uwanja wao wa nyumbani wa Meja Jenerali Samuhyo kuwa katika ukarabati kuelekea mchezo wa dabi ya Kariakoo utakaozikutanisha Simba dhidi ya Yanga Mei 3 mwaka huu uwanjani hapo. Tuendelee kuangazia ligi kuu NBC inaendelea kesho, ambapo itakuwa ni Ijumaa kwa michezo miwili kuchezwa, na kesho kwenye uwanja wa Sokoine pale jijini Mbeya, wenyeji Tanzania Prisons wao watavaana na TRA United. Kuelekea mchezo huo, kocha wa Tanzania Prisons Shadrack Nsejigwa amesema kikosi chake kipo tayari kuikabili TRA. Nashukuru kuwa tumekuwa na vipindi vizuri vya mazoezi, tumekuwa na muda mrefu kidogo kuandaa timu. Tunajua tunaenda kucheza na timu ambayo sasa hivi ina muendelezo mzuri wa matokeo na wanacheza vizuri. Wako aggressive sana kwa kila nyakati, wakati wanashambulia na wakati wanajilinda. Kwa hata ukiangalia rate yao ukitoa mechi ya Simba waliocheza, wamekuwa na consistency nzuri. Kwa tunajua nini ambacho tunaenda kukutana nao, kwa sababu tumejaribu kufuatilia mechi 2-3 za kwao. Tumejua wapi wana uzuri na mapungufu yao. Kwa tactically sisi tumejiandaa kukabiliana na kwa uzuri wao na kukaunta kwenye mapungufu yao. Nafikiri wachezaji tumejiandaa vizuri. Sisi tunapokea kile walimu ambacho wanatupa. So kufanyia kazi kile ambacho wanatupa ni majukumu yetu. So kwa kuanzia mechi ya kesho nyumbani, nafikiri tuna jukumu kubwa sana kwenye kupush kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika ya 90 ili tuone tunapata vipi matokeo kutoka kwa TRA. Kwa upande wao TRA United ya Arusha imesema haitakubali kupoteza mchezo ugenini dhidi ya Tanzania Prisons hapo kesho jijini Mbeya. Nzuri sana kwa hii mechi yetu ya kesho, na kila mchezaji yuko sawa, yuko tayari kucheza. Sijaona majuri yoyote. Vile tumesafiri vizuri, tumefika, kila mchezaji yuko tayari kucheza. Na naweza sema kwamba timu tunacheza nao ni timu nzuri, ni timu ina uzoefu pia sana kwenye ligi, na tuko tayari kukabiliana nao, kucheza nao na kupata matokeo mema yale tumekuja hapa kuyafuata. Tumejiandaa vizuri na mchezo ambao uko mbele yetu, na kunako majaliwa inshallah tutafanya vizuri inshallah. Tahadhari ipo, Tanzania Prison ni timu nzuri. Tunaheshimu kwanza na tupo genini, tunatambua hilo, lakini
moja ya malengo yetu sisi makubwa kama wachezaji, pointi 3 ni muhimu kwa upande wetu. Kwenye mwendelezo wa ligi kuu ya NBC hapo kesho, wenyeji Dodoma Jiji watakuwa na kibarua kigumu nyumbani kwenye uwanja wa Airtel mkoani Singida kuvaana dhidi ya Namungo FC ya kule Lindi. Kocha wa Dodoma Jiji FC Amani Josia ametamba kuwa kikosi chake kitafanya vizuri katika mchezo huo, na hii ni kutokana na maandalizi walioyafanya. Kuelekea mechi yetu ya kesho, maandalizi yetu yamekwenda vizuri. So far hatuna majeruhi yote kikosini, isipokuwa tu ni kwamba maandalizi yamelenga kwa ajili ya ugumu wa mechi ambayo inayokuja. Tunafahamu kwamba tunatofautiana almost pointi 2 dhidi ya mpinzani wetu Namungo kwa siku ya kesho, lakini tunafikiri kwamba tuko katika nafasi nzuri ya kuweza kukabili huo mchezo, na tunaamini ugumu wa mechi hiyo ndio unaotupa focus nzuri kwenye maandalizi tuliyofanya. Lakini ninachoweza kusema tu ni kwamba tumejiandaa vizuri kimwili, uwanjani wachezaji wako vizuri, kiakili pia tunaendelea kuwaweka vizuri. Morali iko juu. Tunaamini kwamba game haitakuwa rahisi tukilinganisha na namna tulivyoachana point, lakini kikubwa ni kwamba tunajua umuhimu wa mchezo wa kesho. Tutaenda kupambana kuhakikisha tunapata matokeo mazuri, na tunaamini kwamba mchezo utakuwa vizuri kwa maandalizi ya walimu na marekebisho ambao wameyafanya kwenye kikosi kuelekea mchezo wa kesho. Wakati Dodoma wakiwa wanaendelea kujiandaa kuelekea kwenye mchezo huo, kocha wa Namungo FC Juma Mgunda amesema kikosi chake kipo vizuri kuikabili Dodoma Jiji FC ugenini, na lengo lake ni kuhakikisha wanapata alama 3. Hizi ya kucheza mchezo wa kesho na timu nzuri kama ya Dodoma Jiji yamekamilika kwa asilimia kubwa. Tuko hapa mjini toka juzi, kwa hiyo naamini kabisa hata vijana, hata hali ya hewa wameshaanza kuadapt. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba mechi ya kesho itakuwa ni ngumu, yenye ushindani, kwa sababu ukiangalia mahitaji ya timu zote mbili yanafanana. Kwa hiyo naamini kabisa itakuwa ni mechi yenye ushindani, lakini kwa kulijua hilo na kufahamu hivyo, maandalizi yote ya kucheza mechi kama hiyo muhimu yamekamilika. Wa mchezo wa kesho, sisi kwa upande wetu Namungo tumejiandaa vizuri. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba tumepata kipindi kizuri cha kujiandaa. Kwa hiyo naamini katika mchezo wa kesho itakuwa ni mechi nzuri ambayo ya kutufanya sisi tuweze kupata matokeo katika mechi ya kesho. Sisi kwa upande wetu michezo yote inakuwa ni habari, kwa sababu ukiangalia tumepitia kipindi kigumu hapa katikati. Kwa hiyo sisi kama wachezaji kwanza tunakaa pamoja, tunaongea kuangalia situation inayoendelea. Kwa hiyo kwa mchezo huu tumedhamiria hiyo ni mwanzo wetu mpya wa kuendelea mbele zaidi. Unaendelea kutazama Mshike, tutarejea, endelea kuwa nasi. Asante kwa kuendelea kwa nasi. Huu ni Mshike. Tukisalia kuwatazama Dodoma Jiji FC, kikosi hicho kimetamba kuondoka na alama 3 hapo kesho katika mchezo wa ligi kuu NBC kwenye uwanja wa Airtel mkoani Singida. Niseme tu kwamba we don't have any other option kesho. Hatuna option ya kusare, hatuna option ya kupoteza. Option ambayo tunayo kesho ni kushinda. Ukiangalia tuna michezo migumu mbele yetu. Tuna mchezo dhidi ya Mtibwa, tutakuwa away. Tuna mchezo dhidi ya Pamba, tutakuwa away. Tuna mchezo dhidi ya Yanga, tutakuwa nyumbani. Kwa hiyo ukiangalia ni heavy games. Kwa hiyo mchezo huu dhidi ya Namungo tunautazama kama key game ya kutufungua tuweze kukaa sawa mentality kutokana na kupoteza kwa michezo miwili iliyopita dhidi ya Simba FA na Coastal Union kwenye mchezo wa ligi. Kwa hiyo tunawakaribisha mashabiki wetu waje kwa wingi, tunawaahidi kuonesha soka safi, lakini pia tunawaahidi kuondoka na alama 3 muhimu. Kwanza Dodoma ipo nafasi ya 8 na pointi 24, Namungo ipo nafasi ya 10 ana pointi 22. Tactically tutegemee mchezo mzuri kwa timu zote mbili, kwa sababu naamini timu zote mbili zinatafuta matokeo, na sio tu matokeo, pia kuwania nafasi za ubingwa. Kimbinu sasa atakaye mzidi mwenzake ndio atakayeondoka na pointi 3, kwa sababu
naamini mpira una matokeo matatu: kushinda, suluhu na kufungwa. Kwanza mchezo wa kesho utakuwa mzuri, maana mechi zote wamepoteza. Dodoma wamepoteza na Namungo pia wametoka kupoteza. Utakuwa mchezo mzuri kwa sababu wote wanahitaji alama. Kwa upande wa kikosi cha Namungo FC chenyewe kimefanya mazoezi ya mwisho kwenye uwanja wa Airtel mkoani Singida tayari kwa kabili Dodoma Jiji FC hapo kesho kwenye uwanja huo. Maandalizi yanaendelea vizuri hapa kwenye uwanja wa Airtel Singida kujiandaa na mchezo wetu dhidi ya Dodoma Jiji kesho, mchezo ambao utachezwa saa 10. Tunachomshukuru Mwenyezi Mungu, wachezaji wote 26 ambao tumesafiri nao kutoka Ruangwa kuja hapa Singida wanaendelea vizuri na ni sehemu ya mazoezi ya mwisho kujiandaa na mchezo wa kesho. Tunafahamu ni mchezo mgumu, mwingine tunacheza away. Timu ya Dodoma Jiji ina matokeo mazuri kiasi. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kuweza kufika hapa Singida salama na tunajiandaa vizuri kwa ajili ya mchezo wetu wa kesho, na matumaini tunamaliza mazoezi yetu ya mwisho kuelekea mchezo wa kesho ili tuweze kufanya vizuri na kuibuka na ushindi hapa Singida. Tukiukia vichasa sasa, pambano la ngumi kati ya bondia Ibrahim Mafia dhidi ya Alvin Kamiki litafanyika kesho, yani Mei Mosi, kwenye ukumbi wa soko kuu la biashara la Afrika Mashariki EALCC Ubungo, Dar es Salaam. Pambano hilo lenye jina la knockout ya mama linafanyika baada ya hapo awali kushindwa kufanyika, na leo mabondia hao wamepima uzito tayari kuvaana hapo kesho. Afisa habari wa waandaaji wa ngumi hizo kutoka Mafia Boxing Promotion Omari Creighton amesema wamejipanga kutoa burudani kubwa na kuondoka na ubingwa. Watano kutafanyika knockout ya mama. Hii kwetu tunaita siku kuu ya ngumi inayokwenda kwa jina la knockout ya mama season 8, ambayo itakutanisha mabondia wasiopungua 8. Hii tunaita ni vita ya kisasi baina ya Ibrahim Mafia na Alvin Kamiki, ambapo tukikumbuka knockout ya mama season 6 pale viwanja vya Posta Ibrahim Mafia aliweza kupoteza dhidi ya mpinzani wake Alvin Kamiki. So hii ni rematch, ndio maana tukaita jina la vita ya kisasi. Na vita ya kisasi aishi mpaka iishe, ambapo tukikumbuka last game tulifanya pale viwanja vya Ubungo East Africa Commercial Logistics Center, itokea changamoto ya afya baadhi ya mabondia ambao wamekuja. Kama unavyojua hali ya hewa nchi yetu tofauti na wenzetu wanapotoka. Tukiukia mchezo wa kuogelea sasa, washiriki mbalimbali wameendelea kujitokeza kushiriki mashindano ya watoto ya mchezo wa kuogelea ya Swahili Talent Swimming Competition yanayotarajiwa kufanyika Mei 23 na 24 mwaka huu kwenye mabwawa ya viwanja vya Gymkhana Dar es Salaam. Mwandaaji wa mashindano hayo Nelson Lema amesema mwitikio ni mkubwa, kwani idadi ya watoto inazidi kuongezeka siku hadi siku. Mwitikio umekuwa mkubwa. Mpaka sasa hivi watoto wameendelea kujiregister. Tuna limit ya watoto mpaka 400 mwisho ni kwetu hapo. Lakini sasa hivi tunao watoto 300 na ambao mpaka jana ilikuwa ni 322. Lakini pia tunamshukuru Mungu, ule mwitikio umekuwa mkubwa wa watoto ambao wenye mahitaji maalum ambao wametokea zaidi ya sisi tulikuwa tumeweka. Tulikuwa tumeweka watoto 10, lakini nashukuru Mungu wametokea watoto 23. Wengi wao wakitokea Arusha. So hilo ni jambo zuri na jambo ambalo linaonekana kwamba tunaungwa mkono na wazazi pamoja na jamii, kwa sababu mashindano haya yatakuwa ni more than international upande wetu, sababu tumejipanga vizuri kwa ajili ya kuonyesha umuhimu na kuonesha thamani ya mchezo. Na msimu wa 4 wa mashindano ya mbio za magari za Formula 1 maarufu kama Langalanga utaanza kesho huko Miami nchini Marekani, baada ile iliyofanyika Japan Machi mwaka huu kumalizika kwa dereva Kimi Antonelli wa timu ya Mercedes kushinda. Kila Kilango anaarifu zaidi. Kesho Mei Mosi, mbio hizo zitaanza kwa mazoezi kwa madereva na uhakiki wa magari, huko kilele chake kikiwa Jumapili ya wiki hii. Kwenye misimu mitatu ya mwaka huu, timu ya Mercedes imefanya vizuri chini ya madereva George Russell na Kim Antonelli kwenye Australia Grand Prix, China Grand Prix na Japan Grand Prix.
Kwa sasa timu kinara kwenye Formula 1 ni Mercedes yenye alama 135 ikifuatiwa na Ferrari yenye alama 90 wakiwa na madereva wao Charles Leclerc na Lewis Hamilton, na nafasi ya tatu inashikiliwa na McLaren yenye alama 46 chini ya madereva Lando Norris na Oscar Piastri. Nafasi ya 4 inashikiliwa na timu ya Haas yenye alama 18 huku ya 5 ikiwa ni timu ya Alpine yenye alama 16, wakati nafasi ya 6 wapo Red Bull wenye alama 16, wakati nafasi ya 7 wapo Racing Bulls wenye alama 14. Timu ya Audi ipo nafasi ya 8 ikiwa na alama 2 sawa na alama ambazo wanazo Williams. Nafasi ya 10 inashikiliwa na Cadillac ambao hawana alama sawa na Aston Martin ambao nao pia hawana alama wakiwa katika nafasi ya 11. Naye kocha Tom Saintfiet ameachia ngazi ya kukinua kikosi cha timu ya taifa ya Mali kwenye taarifa rasmi iliyotolewa na kocha huyo mwenye umri wa miaka 53 sasa. Kocha huyo raia wa Belgiji amewahi kufanya vizuri akiwa na Gambia kuanzia mwaka 2018 hadi 24 ambapo alifanya vizuri kwa wakati huo, na pia akiwa amewahi kukinua kikosi cha Young Africans kwa hapa nchini. Akiwa Mali, Saintfiet ameongoza kwenye mechi 20 huku 17 zikiwa za mashindano, na kwenye mechi hizo zote amepata ushindi kwenye mechi 9 akitoa sare 8 na kupoteza mara 3. Mkataba wa kocha huyo ulikuwa unafika tamati Agosti mwaka huu, lakini taarifa aliyoichapisha kocha huyo haikueleza sababu ya kuachia ngazi ya jukumu hilo. Tugeukie netiboli sasa, ambapo mashindano ya netiboli yatakayoshirikisha timu mbalimbali yanataraji kuanza Mei 5 mwaka huu mkoani Iringa. Mjumbe wa chama cha netiboli Tanzania Chaneta, Pili Mogela, ameweka wazi kuwa maandalizi yanaendelea vizuri na wamewaomba mashabiki na wadau kujitokeza kwa wingi kwenye mchezo huo. Mashindano yalikuwa karibu kwanza ni ligi yetu ya daraja la kwanza ambayo itafanyika Iringa, lakini maandalizi mara nyingi ni sisi kwenda kusimamia, lakini timu kama timu zenyewe zinatakiwa zisimame, hivi sasa hivi ziko mazoezini, zijikamilishe kwa ajili ya kuingia kiwanjani. Lakini pia tuna mashindano ya Yana East Africa ambayo yafanyika Nairobi. Pia mambo ni yale yale. Ni timu zenyewe ambazo mbingwa alikuwa TAMISEMI ambaye ametupa taarifa kwa barua kwamba yeye hatoshiriki kutokana na mwajiri mbaya na mashindano mengi, kwa hiyo amejitoa na kombe itarudi hivi hivi bila kugombaniwa, lakini yeye kugombania wenzie, lakini yeye bingwa ndio atakuwa ashiriki. Lakini zipo timu ambazo zitashiriki, kuna Magereza, kuna JKT, kuna Dar es Salaam Veteran, kuna Jeshi Stars, wote watashiriki. Yeye atakuwa amejitoa, lakini wengine watashiriki kutetea kikombe. Hayo ndio mashindano ambayo karibu kwetu sisi, ambayo yataanza tarehe 16 ya mwezi wa 5, tarehe 15, na hayo ya ligi kuu ambayo itafanyika Iringa. Bana, tukamilishe na hili. Hapo jana dabi ya Kariakoo kunako kombe la Muungano 2026 ilichezeshwa na mwamuzi kutoka nchini Kenya. Baada ya hilo, hichi ndicho ambacho kimezungumzwa na waziri mwenye dhamana ya habari, utamaduni, sanaa na michezo, Paul Makonda. Tanzania kwa kuendelea kuviunga mkono vilabu vyetu hivi. Yale matokeo kwangu kwa kweli sio jambo la muhimu sana, kwa sababu sitaki kugombana na waziri wangu mkuu. Nikianza kujadili matokeo hapa mbele ya Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, nitatengeneza kesi nyingine. Asije kaninyima siku nyingine nisije kama mgeni rasmi kumwakilisha mahala bure. Lakini nawapongeza sana. Moja la kwangu tu muhimu kwa bodi ya ligi, tunataka umakini kupita kiasi kwa marefali. Jana sikujisikia vizuri kama waziri wa michezo kuona Watanzania wanampongeza na kumsifia refa wa Kenya wakati sisi tuna marefa Tanzania. Na kwa nini wamefika hatua ya kumpongeza refa wa Kenya? Maana yake kuna tatizo kwa marefa wetu katika taifa letu la Tanzania. Sasa wizara yetu jukumu lake ni kulea na sio kuingilia. Tunaitaka bodi ya ligi na wataalamu wote wanaohusika na upangaji wa marefa wahakikishe ethics na nidhamu zinawekewa kipaumbele katika usimamizi wa michezo yetu. Ethics ama maadili na nidhamu ndivyo ambavyo amevisisitiza sana, hasa kwa waamuzi
kwenye mwendelezo wa kile ambacho anakifanya, akizungumza pia na bodi ya ligi. Lakini miongoni mwa vitu muhimu amegusia ni kulea, sio kuingilia mchakato wa soka. Hivyo ndivyo ambavyo amemaliza na tunakamilisha naye leo kupitia Mshike Mshike. Lakini kabla sijaondoka, nikukumbushe miongoni mwa ambayo tulikuwa nayo ni pamoja na haya. Serikali imesema itahakikisha inatumia vizuri michuano ya AFCON mwakani kukuza utalii hapa nchini. Kikosi cha wekundu Msimbazi Simba charejea Dar es Salaam baada ya kutoa ubingwa wa kombe la Muungano hapo jana, kimetamba kuendeleza ubabe. Na msimu wa 4 wa mashindano ya mbio za magari maarufu kama Formula 1 ama langalanga kuanza kesho huko Miami nchini Marekani. Mwisho wa Mshike Mshike leo, kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya, jina langu ni Kennedy Moses. Uwe na usiku mwema.